on the table and alive. Tuinamishe vichwa vyetu tuweze kuomba kwa pamoja. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa mchana wa leo. Imekupasa siku ya leo mchana uwaunganishe watu hawa wawili Bwana, na imetupasa sisi kuwa pamoja nao Bwana. Tunakushukuru kwa neema hii, tunashukuru Bwana kwa ajili ya ndoa takatifu. Nasi tunauomba uwepo wako uwepo mahali hapa. Tunapoenda kuanza mpaka tutakapohitimisha, tunataka tuone Bwana nguvu yako na tusikie Bwana ukiwa katikati yetu. Neno lako linasema aliye au alichokiunganisha Mungu wanadamu wasikitenganishe. Hivyo tunahitaji uwepo hapa kuwaunganisha watoto wako. Sisi tu ni kama mawakili hapa duniani, kama watumishi wako tukifanya kazi yako Bwana, lakini wewe ndio unaweza kuwaunganisha mchana wa leo. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunakaribisha uwepo wako na nguvu yako iwe pamoja nasi tunapoenda kuanza. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba, amina. Karibu sana praise team, na nisi bibi harusi aweze kuandaliwa kutoka kwenye gari tayari kukaa mlangoni ili tuweze kumpokea tulioko hapa. Kama utajali amba tuinuke hapo tumsifu Bwana ambacho amefanya. Unaweza ukasimama tukasifu tukamchezea Bwana kwa pamoja na ndugu zetu. Nisikie shangwe na vigelegele kwa Yesu. Wapi kelele za Yesu mchana wa leo? Chukua tu hatua zako taratibu. Tena nuru ya watu ukiingia kwangu vinang'aa. Wewe wapi? Naomba bwana harusi hapo ulipo tafadhali usimame hapo ulipo tafadhali. Tafadhali bwana harusi pale ulipo tafadhali. Umekimbia sana. Leo ni siku yako. Umekimbia sana. Kweli tuna haraka lakini umekimbia sana. Leo ni siku yako. Tafadhali rudi ulipokuwa. Tafadhali umgeukie bibi harusi. Kuna maagizo yangu kabla hujaendelea. Tafadhali geukie bibi harusi. Nataka tu umchungulie na kutuambia kama ni yeye. Usije ukashuka naye hapa umeshafanya viapo. Unashangaa kumbe ni mtu mwingine amemteka bibi harusi huko, alafu yeye amevaa shela. Kwa hiyo tafadhali usilifunue tu, tafadhali mchungulia, utamfunua kisha fika naye huko mbele. Muangalie uhakikishe kama ni yeye, na kama ni yeye utanyosha mkono wa kulia ili tujue kwamba bibi harusi ni yule. Haleluya! Makofi mengi kwa Yesu. Bado sijasikia makofi mengi kwa Yesu. Basi chukua hatua yako bwana harusi uweze kukaa upande wako wa kulia, bibi harusi akiwa upande wa mkono wako wa kushoto. Alafu mnachukua hatua. Sijawaruhusu bado kukaribiana, kushikana mikono tafadhali. Wapi kelele za Yesu? Tumepoa sana. Wapi kelele kwa Yesu? Wapi kelele kwa Yesu? Unaweza ukashangilia, unaweza ukapiga makofi, unaweza ukasherekea na ndugu zetu ya furaha. Nasi kama ndugu, kama marafiki, unaweza ukawashangilia. Wapi makofi kwa Yesu? Vigelegele. Wa mama mnaniangusha. Wapi vigelegele? Umenifanya ning'are.
kelele zaidi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Wapi kelele kwa Yesu? Wamama mnaniangusha vigelegele, shangwe na vigelegele. Haleluya, amen, amen. Mchana wa leo tuna furaha sana, na Biblia inatuambia katika maeneo ambayo anasema kutakuwa na kelele za shangwe, anasema kwenye kitabu cha Yeremia, tutakuwa na kelele kwenye nyumba ya Mungu kwa sababu bwana harusi na bibi harusi wamepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata mbingu na kitabu cha Yeremia kinaonyesha kwamba wakati wa ndoa, wakati wa harusi ni wakati wa nini? Wa kelele za shangwe. Haleluya, haleluya. Ni siku ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tu ukakaa pale ulipo. Ni wasii maharusi pia tuweze kuendelea kwanza kusimama, alafu nitaomba kutambua uwepo wa wazazi. Nione wazazi wa vijana hawa, tafadhali nione mikono yenu. Wazazi au wawakilishi wa wazazi, nione mikono yenu tafadhali. Asante, asante, asante. Basi natamani kujua tu mchana wa leo, wazazi wa kijana huyu ambao wako mahali hapa, nione tu mkitupungia. Haleluya, makofi mengi kwa Yesu. Nione wazazi kwa upande wa binti ambao wameweza kufika mahali hapa mchana wa leo, niweze kutupungia pia. Haleluya. Basi niombe wazazi upande wa binti tafadhali. Kuna viti vyeupe nyuma ya viti vyekundu upande huu, tafadhali pia sogeeni upande huu. Tutafurahi sana mkiwa mmekaa mbele na mjakaa huko nyuma kwa heshima kabisa. Leo ni siku yenu. Wazazi upande wa kijana hapo ni sawa kabisa, au wenzenu nawaweka upande wa pili ili mkae pamoja kwa wakati mmoja, sehemu moja nzuri, ili tuweze kupata nafasi nzuri kwenu kuweza kushuhudia yale yanayoendelea kwa watoto wenu. Amen. Tafadhali msikae nyuma, tusogee tu karibu. Inawasaidia pia hata wapiga picha kupata picha zilizo na mkao mzuri zaidi. Amen. Asanteni sana, asante sana, asante sana. Haleluya. Unaweza ukaketi pale ulipo. Maharusi pia niwape nafasi ya kuketi, maana najua leo mtasimama sana. Kwa hiyo chukueni nafasi hii pamoja na wasindikizaji ambao wamewasindikiza, pate nafasi ya kuweza kukaa. Haleluya. Mchana wa leo ninao furaha kwa siku hii njema ambao Bwana ametupatia, tukiwa tunamuona kijana huyu na binti huyu wakiwa wamekusanyika mbele za umma huu kwa ajili ya kuunganishwa katika ndoa takatifu. Na Biblia inasema ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe masafi. Haleluya, haleluya. Kwa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hatua hii nzuri ambao Bwana ametupatia mchana wa leo, na tuna neno ambalo tutaenda kulizungumza leo wakati Julius Ramale na Joyce Pantaleos Macha wamefanya maamuzi ya kuunganishwa katika hii ndoa takatifu. Bwana Yesu, tunaomba neno lako, kufanisha kwa neno lako, ukaachilie nuru, nayo nuru ikaangaze gizani, nalo giza lisiweze kuishinda nuru yako. Tuma ufahamu wako na neno lako litakalotuokoa na kututoa katika kila uongo na uangamizi wa adui, katika jina la Yesu tunaomba, amen, amen. Kwa majina naitwa Pastor Dennis Willard Mlai, ni mchungaji mkazi wa kanisa hili. Tuko na kiongozi wetu mkuu Bishop Dickson Mtalitinya, ambaye kwa sasa kulingana na majukumu ambayo yuko nayo hajaweza kuwa hapa pamoja nasi. Amen. Ni mume wa mke mmoja wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi inabidi uelezee jinsia pia. Kwa niko na mke wa kike, hajaweza kuwepo hapa kwa sababu ya majukumu pia ambayo yuko nayo. Kwa tukaja kuhakikisha kwamba tunaliweza kulitimiza jambo hili mchana wa leo. Amen. Kwa jisikie huko nyumbani, jisikie
uko kwenye uwepo wa Mungu, na nipende kukaribisha sana kanisani. Hapa ni MTBC, kwa kirefu tunasema Mission Towards Broken Community. Kwa Kiswahili tunasema ni huduma kuelekea jamii iliyovunjika. Wito wetu ni kugusa maisha ya watu walioachwa, waliokataliwa, ambao wengine hawapati nafasi kwenye maeneo au kukubalika kwenye maeneo kadhaa. Mungu ametupa neema ya kulea nafsi hizo, kuzipokea kama zilivyo, na kwa kupitia neno la Mungu kuzungumza uhai na kuyabadilisha maisha yao. Amen. Na wengi pamoja na mimi ni shuhuda wa kile ambacho kinaendelea mahali hapa, kwa sababu maisha yetu hayakuwa hivi yalivyo, ila Bwana ameyabadilisha na kuyaokoa kupitia neema inayoendelea katika kanisa hili. Kwa tunamtukuza Mungu sana kwa ajili ya kanisa hili. Mchana wa leo, wakati najiuliza nitasema nini, jumbe ni nyingi sana ambazo naweza kuzizungumza, ila nilisikia kufundisha kuhusu alichokiunganisha Mungu. Alichokiunganisha Mungu. Mwambie jirani yako, alichokiunganisha Mungu. Mwambie tena, alichokiunganisha Mungu. Nisaidie tufungue kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 2, nitasoma mpaka ule mstari wa 12. Kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 2 mpaka ule mstari wa 12. Biblia inasema, basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Kwa hiyo walikuwa wanamuuliza swali hili wakiwa wanamjaribu. Akasema, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Mstari wa 3, naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Yani sheria au torati iliwaamuru nini? Anasema, wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno lilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mwanamke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tunaona hapa kwenye maandiko watu wanamfuata Yesu, na Yesu alikuja, anasema sikuja ili kuhangamiza au kuiondoa torati, bali nimekuja ili kuimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mambo, kanuni zilitolewa za namna ya kuishi, lakini watu wengi walizitumia kuishi maisha ya muonekano wa nje, lakini hasa zile sheria na kanuni zilikuwa kutengeneza hali ya ndani. Na ndio maana anapokuja anasema mliandikiwa mtu na asifanye nini? Asimtamani mke wa jirani yake. Lakini anasema sasa hivi ukimwangalia tu mwanamke wa mtu mwingine na kumtamani, au kamwangalia tu mwanamke kiujumla na kumtamani, tayari umeshazini naye moyoni mwako. Kwa anatuonyesha kwamba kanuni hizi ziliwekwa, wakaziweka za nje tu, lakini kimsingi kanuni hizi zilikuwa zinaingia katika kuangalia hali ya ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona Kristo wanamuuliza, kwa sababu ametengua mambo mengi sana waliokuwa nadhani yako sahihi, wanakuja kumjaribu na swala la watu kuachana. Anasema alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Asikitenganishe. Maana yake kilichounganishwa na wanadamu kina uwezo wa kutenganishwa na nani? Na wanadamu. Na siku hizi kulingana na jamii yetu na kulingana na tukio letu,
tunaweza kuelewa sana kwamba watu wengi wanahisi kuna njia za kuungamanishana wenyewe, njia za kupatana wenyewe, njia za kujifunganisha wao kwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndoa ya staili hiyo ni rahisi sana kuvunjika kwa sababu Mungu hajaiunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wanaenda mbali, wanaenda kwenye kisheria, wanasema kwani pasta, kufunga ndoa nikaenda mahakamani tukajiandikisha, na hata leo sisi tunawapa hichi cheti, ni kifaa cha kiserikali kutoka kwenye nini, kwenye wanasheria. Ni sheria tu hii tunaifuata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndoa tunaifanya, sehemu ya kwanza ni kiroho, lakini sehemu ya pili ni ya kinini, ni ya kisheria. Ndio maana mimi lazima niape mbele ya jaji mkuu na nipewe cheti cha kufungisha ndoa. Kwa hiyo sihesabiki tu kama mchungaji, nahesabika kama mrasimishaji wa kufungisha ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna sehemu ya pili ya kisheria, lakini kuna sehemu ya kwanza ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na bila ndoa yako kuunganishwa kiroho, wanadamu, hali na vitu mbalimbali vina uwezo wa kutenganisha ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi nashangaa, nimeangalia kwenye nje huko, una uwezo wa kusoma kozi fupi ndani ya masaa machache, alafu ukafanya mtihani mdogo, alafu hata kama sio mchungaji ukapewa nafasi ya kufungisha nini, ndoa. Haleluya. Haleluya. Kwa sasa hivi kumekuwa na hizo wanasema garden wedding, yani hamna madhabahu, kwa watu wanaamua kwenda tu garden, si ndio? Alafu kuna mtu ambaye amesoma tu kakozi kafupi akapewa cheti, anakufanyisha sherehe, si ndio? Lakini unachokihitaji mara nyingi ni nguvu ya Mungu ili kukuunganisha. Sio tu taratibu ya muonekano wa harusi, ila ni uwepo wa Mungu utakaowaunganisha pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa naona Mungu anasema kwamba alichokiunganisha yeye mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo nimesema kuna taratibu za kisheria ila haziwezi kuwa ni Mungu kwenye maisha yako. Kingine ni njia nimesema njia nyingine zote utoa uhalali tu wa jinsi ya kimwili ili kutambulika, ila haimaanishi mmekuwa wamoja kiroho. Maana Kristo anasema mwanzo haikuwa hivyo. Kwa nini? Mtu alimwacha baba na mama yake, nao wakaunganishwa na Mungu, wakawa nini? Mwili mmoja. Kwa hiyo kama Mungu hajaunganisha, sijui mnakuwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Ila mnakuwa ni wawili waliochagua kukaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna sheria za nchi, lakini mimi nasimama kama mtumishi wa Mungu kuelezea, si ndio? Sheria za nchi zinasema ukikaa na mtu kwa miezi kadhaa au miaka kadhaa, inahesabika kwamba wewe ni nani? Inahesabika wewe ni nani? Ni mume na mke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda mbele, leo hii huyo ambao umekaa naye miaka 10 akaamua anaenda kuoa, hata ukienda ukisema alikuwa anaishi na mimi, wanakuuliza kiko wapi cheti cha nini? Cha ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kuna ushahidi lazima uwepo wa kisheria na ushahidi wa kiroho pia, kwamba Bwana amewaunganisha pamoja madhabahuni. Haleluya. Haleluya. Malaki 2:14, Malaki 2:14 mpaka 15. Nitakuwa nikisoma kwenye tafsiri mbalimbali. Anasema mnalia mkisema Mungu amewaacha. Ngoja nikueleze kwa nini. Niko najaribu kutafsiri kutokea kwenye Biblia ya Kiingereza. Anasema kwa sababu Bwana amesimama kama shahidi wa viapo vyako wewe na mke wa ujana wako, siku ya harusi yenu mlipokuwa ni vijana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini wewe umemtendea hiana, umeacha kuwa mwaminifu kwa mke wa ujana wako, mke wa viapo vyako vya ndoa. Kwa kuna maombi hayaendi, kuna mambo yanaendelea, kwa sababu watu walipoenda kuapa walidhani wanaapa kwa mwanadamu, walidhani wanaapa kwa kanisa, walidhani wanaapa kwa Pastor Dennis, lakini kimsingi walisahau kwamba Mungu alikuwepo,
akiwatazama wakiwa wanafanya viapo. Na unaambiwa baada ya hawa watu, mtu anapoanza kuingia kuchanganyikiwa, kukasirika na kuachana na mwenzake, inafungulia mtu huyo kutokupokea majibu kutoka kwa Mungu. Na watu wanasema, kwa nini Mungu umetuacha? Tumekulilia usikii maombi yetu. Anasema, kwa sababu umemtenda hiana yule ambaye alikuwa mke wa viapo vyako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anachukua nafasi kuingilia kati na kumtetea huyu mwanamke anapotendewa hiana au mwanaume anapotendewa hiana? Kwa sababu mtu huyu ameenda kuipeleka ndoa na mahusiano yake kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna binti mmoja nilikutana naye kipindi cha nyuma sana, na akawa ananielezea ameenda hospitali, wamempima, na walipompima wakagundua ni kama ana development ya kansa kwenye kizazi, na wakaanza kumwambia anatakiwa atolewe kizazi, kwa sababu mapema watoe baadhi ya vitu ili asije ile kansa ikawa mbaya. Na wakati naongea naye ananiambia tumuombe tu uponyaji na kila kitu. Wakati namuombea, Mungu akaniambia muulize, je, ambaye yuko naye kwenye mahusiano ni nani? Nikamwambia uko kwenye mahusiano na nani? Akasema ni kijana mmoja, ni hivi na hivi na hivi. Nikamwambia hebu nieleze ukweli ni nani, maana nasikia nikuulize ni nani. Katika kuongea naye, kumbe ni mume wa mtu. Anasema yeye na mke wake walishapishana, hawakai pamoja, lakini anafikiria kumwacha. Kwa mimi niko naishi naye kama mke wake. Nikamwambia ngoja, hujaelewa machozi ya mwanamke. Nikamuuliza, huyu mwanamke ameolewa madhabahu, wamefunga ndoa ya madhabahuni? Akasema Nikamwambia hutaka ukaelewa, huyu mwanamke anapolia kwamba Mungu anasimama, kwa sababu yeye alikuwa shahidi siku anaunganisha. Kwa huyu mwanamke ameingia kwenye level ya kupata magonjwa na maradhi ambayo yanaweka hatihati kwamba anaweza asizae baadaye, kwa sababu ameingilia familia ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kwa sababu gani? Hawa watu waliileta ndoa yao madhabahuni, Mungu akasimama kuwaunganisha. Anasema chochote kitakachoingia kutenganisha watu hawa kinapata madhara. Na hiyo inahusiana na nyinyi wenyewe. Mkiamua hata nyinyi wenyewe kwamba mnajitenganisha, inaweza kukuletea madhara. Ndio maana unagundua watu wengi ambao waliingia madhabahuni kama hivi na kufanya viapo na kuoana na kusema viapo mbele za Mungu, baada ya wao kufika mahali wakaona kama wamechoka, wakaachana, na kila mtu akaenda kwa njia yake, akaoa au akaolewa. Huaga mara nyingi wachache kati ya hao wanafanikiwa, kwa sababu mlimwambia Mungu katika kifo na katika uhai. Maana yake unachomwambia Mungu ni kwamba kama nikikataa kuendelea na mahusiano haya niue. Ndio unachokisema, kwamba nitampenda mtu huyu kwa kifo, kwa magonjwa, kwa maradhi, kwa changamoto zozote zile nimechagua, nitakuwa naye mpaka mwisho wa maisha yangu. Kwa maana yake unamwambia Mungu, siku ninakiachanisha hichi kitu niue. Na ndio maana unaona kwenye maandiko wanasema mtu yoyote akimwacha mke wake kwa sababu yoyote ile na kwenda kumuoa mtu mwingine, amefanya nini? Amezini. Na mtu akimwacha mume akaenda kuoa mwanaume mwingine au kuolewa na mwanaume mwingine, kinachotokea ni nini? Anazini. Yes, anaweza kafuata sheria, anaweza akasaini vete, anaweza akafanya kila kitu, anaweza hata kaenda akapeana talaka kabisa kama tulivyoona kwenye maandiko, lakini bado kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu Mungu aliwaunganisha hawa watu, bado wanaonekana kama mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hawalifikiriagi hili jambo. Nikasema pointi ya tatu, Mungu pekee ndiye anayeweza kuwaunganisha watu katika mwili, nafsi na roho. Serikali kikuunganisha, inakuunganisha kimwili. Limiti yake ni kimwili tu, na ndio maana una uwezo wa kwenda kuivunja kisheria, kwa sababu wao wanaishia kwenye mambo ya nini? Ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kushiriki tendo lile la ndoa na mtu, umejifunganisha roho ya nafsi yako na yule mtu. Kwa mmekuwa wamoja kwenye nafsi na mwili tu, lakini hamjawa pamoja kwenye roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukija madhabahuni, Mungu anakuunganisha kwanza kiroho, anaunganisha roho zenu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna watu kadhaa ambao nina ushuhuda wa maisha yao ambao walipoteza wake zao na mpaka sasa hivi wameshindwa kuoa. Kwa nini? Kuna namna Mungu aliwaunganisha rohoni. Kuna mchungaji mmoja namjua na kuna mtumishi mwingine tena namjua, ambao sio kwamba wazee sana, no, wana uwezo wa kuoa, lakini nakwambia hata nikijaribu roho yangu tayari haiwezi kupokea mwanamke mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Mungu anawaunganisha kwa njia ya roho, wanakuwa watu wa moja kuanzia rohoni. Alafu pili inakuja kwenye nafsi. Kwenye nafsi ndo yale mambo ambayo tunaona nje. Unatamani mtu abebe aje, angekuja na nanasi jioni, unashangaa jioni bila kumwambia amebeba nini? Nanasi. Ulikuwa na hamu ya nyama, hujamwambia kwamba aje na nyama, lakini nafsi zenu kuna namna tayari zimefungamana pamoja. Unajikuta umejisikia kubeba kitu fulani kuleta nyumbani bila yeye kukuambia. Nafsi zenu zinaunganishwa kimwili, mnashindwa kukaa mbali na mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema ukipata mahusiano ya namna hii, mtu anakuwa radhi kumwacha baba na mama yake na kuambatana na mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaiona ndoa ni kitu pekee ambacho kinakuja kama furaha, lakini kinakuja kutenganisha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa naaminigi mwanzoni tunaongeza familia, na ni kweli inaonekana hivyo, lakini kwenye ndoa tunapooana, kimsingi tunaanza familia mpya ambao haitategemea itikadi za kule wala kule. Tutakuja pamoja kutengeneza itikadi yetu itakayoendesha familia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunachoambiwa kwenye Biblia, mwanaume anapaswa kumwacha baba na mama, aache kuwategemea, sio kuwadharau, sio asiwaheshimu, sio asiwasaidie, ila ile hali ya ndani ya kila kitu unamuuliza baba kwanza au mama kwanza. Kila kitu huwezi kuchukua hatua mpaka umerudi nyumbani, maana yake imeisha. Ndio maana ya ndoa. Kwa maana yake huyu mwanaume akitaka kufanya chochote sasa hivi, amehama kutoka kuwa mvulana, amehama kutoka level tu ya kuwa mwanaume, ameenda kwenye level ya kuwa baba. Kwa maana yake macho yote yanamwangalia yeye, mwanamke anamwangalia yeye, watoto wanamwangalia yeye. Kwa hawezi tena kurudi kuwa mtoto kwa baba yake. Kwa lazima amwache baba na mama ili aweze kutengeneza familia mpya. Lakini mwanamke kwenye kitabu cha Zaburi ya 52 anaambiwa, wasahau watu wa nyumbani mwako na nyumba ya baba yako, ili mfalme aufurahie uzuri wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi kubwa ya mwanamke ni kusahau maisha umeishi miaka 26, miaka 28, miaka 30 na wazazi wako. Kweli walikuwa wanakupa chakula fulani, kweli walikuwa ukikasirika wanakuacha tu uende zako na mambo yako, wasema usimharibie mudi. Lakini sasa hivi unaingia kwenye familia mpya, inawezekana yale mambo ya nyumbani kwenu yasiwe sawa. Kwa unachotakiwa kufanya kama mtihani mkubwa ni kusahau habari ya nyumba ya baba yako. Maana yake usitegemee kwamba ulichokiishi nyumbani kwenu utakikuta kwa mume wako. Hiyo ndo kazi kubwa ambayo Joyce leo anapaswa kuijua na kuanza kuifanyia kazi kama alikuwa hajawahi kuifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwanaume aweze kupenda na hata kuona uzuri ulionao, lazima ifike mahali usahau yale ambayo umeyapitia huko nyuma na kuanza maisha mapya pamoja naye. Yeye atakuwa na ramani mpya ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini nyumbani kwenu mlikuwa mnakula pilau kila Jumapili, kila sikukuu mlikuwa mnanunuaga nguo za Christmas. Yamkini huku yeye anaweza akaamua hamna kuvaa nguo za Christmas. Bwana Yesu asifiwe. Na uwezi kuinuka kusema baba yangu alikuwa ananunuliaga nguo za Christmas. Baba yako, umeingia kwenye familia mpya. Kazi kubwa kama mwanamke ni kusahau watu wa nyumbani kwa baba yako. Ndio hapo mfalme ataweza kufurahia na kuona uzuri ulionao. Kumbe uzuri sio muonekano. Uzuri ni hali ya kusubmit, hali ya unyenyekevu, kukubali kuongozwa tena na mtu mwingine. Mimi nilihisi uzuri ni muonekano, uzuri ni makeup, uzuri ni vitu vingi ambavyo tunajiwekea ili tuonekane tunavutia. Lakini mara nyingi nimegundua kama keki, unaweza kukuta keki siku ya harusi, siku ya birthday imepambwa, imewekewa nakshi, lakini ukikata kuila ndani haina kitu, haina ladha. Unaweza ukawa na mapambo ya nje alafu ukakosa kitu kidogo ambacho kitaondoa kabisa uzuri wote ambao ulikuwa unaonekana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona uzuri wa mwanamke ni kukubali kusahau watu wa kwao na kunyenyekea kuweza kuongozwa na mtu mwingine. Na ndio maana mwanaume anapoingia kwenye maisha yako anakunyang'anya jina la baba. Kwa leo Macha inaenda kusahaulika. Ni ukweli mgumu, lakini Macha inaenda kufanya nini? Kukufutika siku ya leo, na leo unapokea ukoo mpya, Ramale. Bwana Yesu asifiwe. Kinachomaanisha ni nini? Mume wako mtarajiwa anageuka kutoka tu kuwa mume, anageuka anakuwa baba, anachukua nafasi ya baba, anakupa jina la ukoo wake. Na hivi vitu watu hawavitafakari. Na unajua kuanzia sasa hivi hata kuzikwa utazikwa nyumbani tena. Manake maisha yamebadilika. Ikifika leo kuna maamuzi ya kwamba nani aishi nani asiishi. Unaumwa sana Joyce, mtu ambaye atafanya maamuzi mashine izimwe, mke wangu anateseka, ni mme wako, na hata baba yako atapewa nafasi. Vivyo hivyo kwako. Hiyo ndo nafasi unaomuingiza huyu mwanamke kwenye maisha yako, kwamba ikitokea chochote, wa kwanza atakayeitwa ni mume, wa kwanza atakayeitwa ni mke. Wazazi watakuja baadaye, labda kama mume au mke hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio nafasi ambayo umepewa. Na leo hii tunaambiwa wanaume kwenye kitabu cha Efeso sura ya 5, kama Kristo anavyojitoa kwa ajili ya kanisa lake, sisi wanaume tunatakiwa tujitoe. Kristo alijitoaje? Kristo alikufa. Leo hii mzazi wa Joyce yuko radhi yeye auliwe kwa ajili ya mtoto wake. Hiyo nafasi unaposema umekuwa mume, hiyo nafasi wewe umeichukua. Maanake unatakiwa uwe tayari kuweka maisha yako rehani kwa ajili ya mwanamke huyu. Kama Kristo alivyotoa uhai wake msalabani ili atununue sisi, unategemewa wewe. Ndio maana hatutegemei kwa mwanaume ambaye amefika hatua hii kusema kesho kutwa kwamba nimeshindwana naye. Maana yake una uwezo wa kuweka maisha yako chini. Ndio unachokisema leo, kwamba niko tayari kufa kuliko nimpoteze mwanamke huyu. Na watu wengi wanapokuja kwenye hivi viapo, wanaviapa tu kama vitu vya kawaida, kama vitu akinizingua tu nitaachana naye, akiniumiza sana nitaachana. Na ndio alichokuwa anauliza hapa, kwa sababu wana wa Israeli walikuwa na uwezo wa kumwacha mwanamke akiwa hajui kupika, anamwacha, akiwa hajatembea vizuri anamwacha, akiwa amemuita akuja anamwacha. Yani ilikuwa sababu yoyote yoyote ile inaweza ukasababisha ukamwacha mume, ukamwacha mke. Bwana Yesu asifiwe. Si mnakumbuka kwa habari ya Ashvat mfalme alimuita tu aingie kwenye chumba ambacho yuko ili aonyeshe uzuri wa mke wake. Ashvat alipokataa, mfalme akamwacha. Kulikuwa kuna kosa la kumwacha pale? Alizini, alitoka nje ya ndoa? Hala, lakini alimwacha akamuoa mtu mwingine. Korona walikuwa na visababu. Lakini tunachosema leo, unapooa unabadilika kutoka tu kuwa mwanaume, unabeba picha ya Kristo kwa ajili ya mwanamke huyo. Maana yake kupitia wewe France, huyu mwanamke anatakiwa amuone Yesu katika mwili. Anatakiwa aone upendo wa Yesu katika wewe. Amuone experience mbingu kupitia wewe. Vivyo hivyo kwako Joyce, anapaswa aone pendo la Mungu kupitia wewe. Aone unyenyekevu, aone utii. Si mambo ya kuomba, ni mambo ya kutambua. Kwa sababu gharama aliyoilipa ni kubwa, ya kuapa kwamba yuko tayari kufa kwa ajili yako. Basi wewe unachoweza kufanya sana ni kunyenyekea, maana ameshakubali kufa kwa ajili yako. Sio kwa sababu ni utumwa wa Kiafrika, utumwa wa wazungu, utumwa wa kibiblia kama watu wengine wanavyosema. Ni kwa sababu kama mtu anaweza kufa kwa ajili yako, ameapa, amejiweka maisha yake rehani, basi unachoweza kufanya sana ni kumsikiliza huyo mtu, maana hakika hana kusudi baya na wewe. Mtu anayesema yuko tayari kufa kwa ajili yako hawezi kukudhuru. Mtu ambaye anasema kwamba yuko tayari kufa na kuweka maisha yake chini kwa ajili yako kama Kristo alivyofanya kwa kanisa, hawezi kukufanya vibaya, hawezi kukuanika, kukudhalilisha. Manake akikuambia kitu anasema kutokea kwenye upendo, kwa unabidi tu utii wala usilumbane. Bwana Yesu asifiwe. Tukiona ndoa na familia namna hii, mambo yanakuwa marahisi. Ninaamini siku ya leo mtakuwa mmetoka na hili fundisho na litawasaidia mnapoenda. Najua tayari mmesha experience kwa sehemu, lakini leo mnapoanza, mimi naamini mnaanza ukurasa ambao ni mpya.
Mimi na mke wangu tulikaa kwenye mahusiano miaka 9 tukiwa marafiki. Tumepitia mambo mengi, tulidhani tumejifunza vitu vingi. Siku tulikuja madhabahuni tukaapa kufunga ndoa, ndio siku nilijua kwamba pamoja na miaka yote ambayo tumekuwa marafiki, nilikuwa simjui. Kwa sababu gani? Unapoanza kuingia kwenye ndoa takatifu na kuamua kwamba Mungu anaunganisha, adui anakuja kuwashambulia. Yamkini mmekaa kipindi chote mkiona kwamba hamna shida, tunaweza, mambo ni mazuri, lakini kuhakikishie mnapokuja madhabahuni, sijui kwa wengine, lakini kwangu na watu kadhaa ambao nimewafungisha ndoa, akimaliza ndoa akirudi anakuambia naona mke wangu kama mpya. Kwa nini? Adui ameshajua mmefuata kanuni za kimungu, ataanza kutuma mashambulizi. Pastor, nafanya nini basi? Kuanzia mnapotoka hapa, maombi iwe silaha yenu. Kama mlikuwa mnaishi amuombi vile, kuanzia sasa hivi increase, ongeza uwezo wenu wa kuomba. Ongeza muda wenu pamoja kumkaribia Mungu, kwa sababu adui anatafuta njia ya kuwatenganisha. Sio kwa sababu anawachukia, ni kwa sababu anachukia picha ya Kristo kwenye maisha yenu. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo tuko na wengine hapa tunasikia, yamkini unapitia wakati mgumu, yamkini kuna mashambulizi, yamkini picha ya ndoa na ambao ulikuwa unaichukua na kuiangalia sio ile uliokuwa unaitazamia. Ni kama mambo yameanza kuwa ya moto. Kuhakikishie adui afurahi muunganiko wa kiungu, atawashambulia. Mapepo yatawashambulia. Kuna roho zichafuazo lugha. Mwenzako anaongea kwa nia nzuri sana, lakini unasikia kushoto. Nao najibu kwa nia nzuri sana, lakini anasikia kushoto. Na mwisho wa siku vichwa vyenu vinagongwa, lakini adui sio nyinyi. Shetani ameinuka katikati yenu. Nachowasi, endeleeni kuomba, endeleeni kuamini, kwa sababu alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Hakuna anayeweza kukitenganisha ila Mungu peke yake. Na ukijaribu kukitenganisha kwa njia ya kibinadamu, utapitia maumivu makali sana, utapitia mateso makali sana, kwa sababu tangia mwanzo haikukusudiwa kuwa hivyo. Haleluya, haleluya, amen. Yamkini uko hapa unaniuliza, sasa nafanyaje pastor? Kama uko hapa na unaona kuna vitu havijakaa sawa kwenye ndoa, kwenye familia, unamhitaji Yesu. Anasema kamba za nyuzi 3 hazitakatika kwa urahisi. Yaani ukiwa wewe Mungu katikati yenu na mke wako akiwaunganisha pamoja, hiyo kamba haikatiki kwa urahisi. Kwa mchana wa leo unachohitaji tu ni kumuongeza mtu wa 3 katika ndoa yenu, ambaye ni Kristo, aingie kwenye ndoa yenu. Yamkini mlianza naye, lakini katikati ni kama mkawa busy na mambo mengi sana, naye akawa hayupo tena katikati. Hebu mrudisheni tena, muiteni tena. Anasema niiteni nami nitaitika, nami nitawaonyesha mambo makuu magumu msiyoyajua wala kuyaeleza. Kwa mchana leo nataka umkaribishe Yesu kwenye maisha yako. Mkaribishe Yesu kwenye ndoa yako. Mkaribishe Yesu kwenye hali unayoipitia, naye atabadilisha. Lakini maharusi ambao mko hapa, mkaribisheni Yesu katika siku ya leo, kwamba tunapoenda kufunga ndoa hii, basi isiwe mwanadamu anaunganisha, bali nguvu ya Mungu iwepo hapa kuwapatanisha. Na anasema apataye mke apata nini? Kibali. Tunajua leo unapokea kibali cha tofauti, kwa sababu unapata baraka ya madhabahu katika ndoa hii ambayo mmekuwa nayo. Mungu atawafanikisha, Mungu atafungua malango na kukamilisha kila ambacho kilikuwa kimesalia katika maisha yenu, katika jina la Yesu Kristo. Yupo yoyote ambaye mchana wa leo anasema pastor, sitaki kumaliza ibada ya leo kabla sijampa Yesu Kristo maisha yangu? Kama upo mtu kama huyo, nione mkono wako. Unasema mchana wa leo sitaki kuondoka hapa kabla huyu Yesu ambaye ana uwezo wa kuunganisha watu na kusababisha hicho kitu kisiharibike, ninamhitaji kwenye maisha yangu. Kama uko hapa, nione mkono wako. Nyosha tu mkono wako, nitaomba na wewe, nao utaunganisha maisha yako na Kristo, naye ataingia kwenye hiyo ndoa, ataingia kwenye hiyo familia, naye atakukamilisha katika jina la Yesu. Nione mkono kwa yule ambaye anasema pastor, sitaki kuondoka leo kabla sijaunganisha maisha yangu na Kristo. Kuna yote ndani ya nyumba? Kuna yote mahali hapa? Amen. Naona wote tumeunganisha maisha yetu na Kristo. Unaweza kumshangilia Yesu kwa makofi kwa ajili ya neno lake. Kama ni ya Yesu unaweza ukafanya zaidi. Kama ni ya mimi sawa, lakini kama ni ya Yesu unaweza ukafanya zaidi, na Mungu akubariki sana. Niwasihi maharusi, twende kwenye hatua ya pili
ya ibada yetu. Ni wasimu inuke pale mlipo pamoja na wadhamini wenu. Niombe muinuke tu pale mlipo. Sitaki kuwakalisha sana, nimetumia mpaka sasa hivi dakika 31 tu. Nataka nitumie kama dakika 10 niwatoe mahali hapa. Amen. Ili mkapate picha. Wapendwa, Mungu ametuleta katika madhabahu hii pamoja na vijana hawa France Julius Ramale na Joyce Pantaleo Macha, siku ya leo tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2025, ili tuwaunganishe katika ndoa takatifu mchana wa leo. Nina maswali kwa ajili ya adhira iliyoko hapa. Je, kuna mtu yoyote aliye na zuio la haki ya kwamba wawili hawa wasiunganishwe kwenye ndoa takatifu? Mtu yote ambaye anasema mimi nilishafunga ndoa na mmoja wapo na nina cheti cha ndoa, nikuone kama uko hapa unataka kuzuia ndoa hii, nakaribishwa sana. Amen. Kwa ukimya huo, maana yake hakuna. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Natamani kujua mchana wa leo, je, ni nani anayemtoa kijana huyu aweze kuoa siku ya leo? Nione ridhaa ya wazazi. Wazazi upande wa kijana, je, mnaafiki kijana wenu aweze kuoa? Mnaafiki? Ndio? Amen. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Kwa wazazi wanasema wamemuacha kijana aende, hawatambugudhi. Wanajua kuanzia sasa hivi anaenda kuwa na mtu kwenye maisha yake. Upande wa binti, tafadhali naomba nipate mtu ambaye anatoa ridhaa ya kwamba mchana wa leo wamekubali kama familia binti huyu aweze kuolewa. Upande wa binti, tafadhali nione. Haleluya. Amen. Mnaridhia waweze kuoana? Amen. Asante sana. Asante sana. Basi nikuombe tafadhali, chukua tu bwana harusi hatua moja mbele na bibi harusi hatua moja mbele. Alafu niombe muweze kugeukiana, mtazamane vizuri kabisa. Ndio. Nataka tu mchana wa leo, bibi harusi tangia ameingia hapa hatujamuona vizuri. Naomba bwana harusi uweze kutusaidia kufungua hilo shela ili tumuone vizuri bibi harusi. Alafu mtakapowauliza maswali ya mtazamane macho kwa macho. Si ndio? Kwa niombe tafadhali ufunue shela na bibi harusi. Wakati anafanya hivyo, shangwe na vigelegele kwa Yesu mchana wa leo. Mshangilie Yesu. Wapi kelele? Saidie kufunua tu hilo shela mpaka mwisho kabisa ili tuweze kumuona. Wapi makofi kwa Yesu? Amependeza, hajapendeza? Jirani yako ana wivu huyo. Hebu nisikie wewe ambaye hauna wivu. Amependeza, hajapendeza? Haleluya, wamependeza sana sana. Nasi tunafurahia kuona hivyo. Nataka nimuulize France siku ya leo. Je, France, kuna kitu chochote kilicho sababu ya wewe usiendelee mbele? Nataka umwangalie bibi harusi. Yes. Je, kuna kitu chochote siku ya leo kilicho sababu ya wewe usiendelee mbele na maamuzi yako ya kuunganishwa na Joyce katika ndoa takatifu, agano la mpaka kifo kiwatenganishe? Yamkini umekaa ukawaza ukasema, sasa mimi nataka nikajaribie pale pale madhabahuni. Tunataka kukupa nafasi. Usije ukasema tukukupa nafasi, umelazimishwa, tumeenda haraka. Haya, tukusikie. Una lolote Francis lilo zuio usiendelee na ndoa hii? Hakuna zuio. Haleluya. Makofi kwa Yesu. Joyce, yamkini ulikuwa unalazimishwa, nakwambia yani nitakuoa, utaki ustake. Utaenda madhabahuni. Umejikuta uko hapa na unasema mimi pale pale namkatalia mbele ya mchungaji na mbele ya watu wote. Je, una zuio lolote kweli kwa ajili ya France? Au kuna chochote umekisikia, umekijua dakika za mwisho kabisa, nasema kwa hii siwezi endelea? Joyce, kuna lolote?
Hakuna zuio. Haleluya! Makofi kwa Yesu. Wanamuona Francis Kamoyo kanafanya wakanadunda. Mbona kama anachukua muda kutafakari. Haleluya! Bado Mungu ni mwema. Haleluya! Basi naomba tuweze kwenda katika hatua ya maulizo au ukiri kutoka kwao. Je, Francis Julius Ramale uko tayari kumchukua Joyce Pantaleus Macha awe mke wako wa ndoa, na ya kuwa utampenda, utamtunza na kushirikiana na huyu peke yake, kwamba siku zote za maisha yako utajitenga na kuwaacha wanawake wengine wote na kuambatana na Joyce peke yake mpaka pale kifo kitakapo watenganisha? Kama jibu lako ni ndio, utasema ndio, niko tayari na Mungu anisaidie. Makofi kwa Yesu. Bado sijasikia makofi kwa Yesu. Inakuja kwa Joyce tafadhali. Joyce Pantaleus Macha, uko tayari kuchukuliwa na Francis Julius Ramale awe mume wako wa ndoa, na ya kwamba utakuwa tayari kumheshimu, utamtii, utamthamini na kumtunza, na kuwa utakuwa na huyu peke yake, kwamba siku zote za maisha yako utajiepusha na wanaume wengine wote na kuambatana na Francis Julius Ramale peke yake mpaka pale kifo kitakapowatenganisha? Kama jibu ni ndio, utasema ndio, niko tayari na Mungu anisaidie. Makofi kwa Yesu. Wapi kelele kwa Yesu? Je, mna chochote kama alama ambayo mnataka kukiweka leo kama ishara, ili kila mnapokitazama kikawakumbushe kwamba mlifanya viapo mahali hapa siku ya tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2025? Kama kuna hicho chochote ambacho mmekiandaa kama ushahidi ambao mnataka kuutumia na kuweka mbele za Mungu, naomba niuone tafadhali. Ushahidi mlionao tafadhali. Ndio ninazo pete. Tunaomba tafadhali, naomba. Haleluya, haleluya. Hizi ni nini jamani? Hizi ni nini? Pete. Si zinapendeza Ya, ngoja tuwape wapiga picha wapate vizuri kabisa, kumbukumbu nzuri kabisa hizi. Haleluya. Si nzuri jamani Si zinapendeza Yes, hii ni kazi ya wanadamu. Wanachimba hizi dhahabu, wanazifanyia mambo mbalimbali, na saa nyingine wanazitamkia maneno ili kuziuza. Saa nyingine zinabeba roho. Unamwombea mtu unasikia tumejificha kwenye pete na vitu kama hivyo. Kwa tunataka tuziweke wakfu, tuzisafishe kwa nguvu ya Mungu ili zifae kutumika kwa kama kumbukumbu nzuri kwao. Amen. Amen. Si unaweza ukanyosha mkono tuziombee. Baba, katika jina la Yesu tunazileta hizi pete mbele zako, tukiziweka wakfu katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Tunazitenga na kila uharibifu wowote wa mwovu shetani, tunazitenga na kila roho za ulozi, tunazitenga na kila uchawi, tunazitenga na kila ushirikina, tunazitenga na kila manuizo, kipindi zikiwa zinachimbwa, wakati zinasafishwa, wakati zinatengenezwa, wakati zinawekwa dukani ili ziweze kuuzika. Tunatamka katika jina la Yesu, tunaondoa kila maneno zimetamkiwa katika jina la Yesu, maneno ya mafarakano, maneno ya mimba kuharibika, maneno ya kwamba Bwana wataachana, tunayafuta maneno haya. Acha zikawe kumbukumbu nzuri kwao, kila watakapozivaa zikakumbushe baraka ambazo umewapa kwenye maisha yao, zikakumbushie heshima ambao umewapa katika madhabahu hii. Tunaomba Bwana pia zikawakumbushe upendo mkubwa ambao umeuweka ndani yao, lakini zaidi Bwana zikawakumbushe kwa wito wa kiungu ambao umeuweka ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka Bwana Yesu Kristo zitawapa kuendelea kuheshimiana kila wanapozitazama mwanamke kwa mwanaume, watakapokuwa wanaziangalia zikawasababishe kuheshimiana
kupendana zaidi, kuthaminiana zaidi na kuvumiliana zaidi katika jina la Yesu Kristo. Tunazitakasa na kuziweka wakfu katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Nikuombe basi utachukua ile ya bibi harusi tafadhali, ile ya ndoa tu, alafu najua hii nyingine mtavaa baadaye. Yes, na nikuombe uchukue hii ya bwana harusi utawapatia. Amen. Naomba tafadhali uweze tu kuinua bibi harusi mkono wako wa kushoto, na France ni kuombe utashika mkono wake wa kushoto, alafu tarudia maneno haya nyuma yangu. Naomba tafadhali pokee tu ua. Yes. Yes. Naomba uinue mkono juu kabisa ili tuone kabisa. Asante. Naomba utatusaidia kuweka pete hapo juu. Francis, weka hapo juu kwenye kidole cha pili kutokea mwisho. Alafu wakati unasema maneno haya inateremka taratibu kabisa, si ndio? Irudisha juu kabisa kabla hujaanza. Utasema Joyce Pantaleos Macha. Joyce Pantaleo Macha. Pokea pete hii. Pokea pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Wewe peke yako mpaka pale kifo kitakapo tutenganisha. Unaanza kuishusha katika jina la Mungu Baba, katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Makofi kwa Yesu. Wapi kelele kwa Yesu? Joyce, tafadhali mkono juu tuone. Mkono wenye pete tafadhali uweke juu Joyce. Alafu tafadhali waonyeshe kule waone tafadhali. Tunaomba picha nzuri kabisa za kumbukumbu. Yes, wapi kelele kwa Yesu? Kuna mtu anawivu jamani? Kuna mtu anawivu hapa? Sulisema mwenye zuio la haki hajatoka. Wapi kelele kwa Yesu? Nikuombe tafadhali Joyce, naomba uchukue mkono wake wa kushoto, nyosha juu kabisa, peleka juu mkono kabisa. Leo unafanya mazoezi kidogo. Alafu ninaomba unaweza kuushika tu kwa chini hapa kwenye kiganja. Huu mkono wako ushike tu kwenye kiganja hapa. Saidie kumshika tu hivi. Sawa kabisa. Asante. Taweka tu pete katika kile kidole cha pili kutoka mwisho. Alafu wakati unasema maneno haya mazuri unaendelea kuishusha taratibu kabisa. Unasema tu Francis Julius Ramale. Atukusikii. Francis Julius Ramale. Pokea pete hii kama ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako. Wewe peke yako mpaka pale kifo kitakapotutenganisha. Katika jina la Mungu Baba unaishusha, katika jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Shusha kabisa. Makofi kwa Yesu. Francis, tuonyeshe pete tafadhali. Amechukuliwa, amemaliza. Imeenda hii. Haleluya. Haleluya. Wazazi tusoge mbele. Tupite upande huu, sogeni. Mama na tuzunguke upande huu. Asante sana. Sisi wazazi mchana wa leo tunataka tutamke baraka kwenye maisha ya watoto wetu. Amen. Kuna saa tunagombana nao, tunapishana nao wakiwa wadogo, walikuwa watundu, walikosea katika utoto, katika kutokujua, walisema mambo magumu na mioyoni mkakasirika. Mkasema na hiki na kile na kile. Lakini siku ya leo ya harusi mna uwezo wa kubadilisha yale maneno na kuwatamkia baraka. Si ndio? Baraka ya fedha, baraka ya uzao, baraka ya maisha marefu. Si ndio? Kwa mnaruhusiwa kama wazazi kuwawekea mikono watoto wenu na kuwatamkia baraka. Amen. Kwa msiogope, waekee
mikono watoto wenu, na sisi watumishi tulioko hapa tutaachilia baraka kwao pia. Amen. Kuwekeni mikono kwa watoto wenu, tuombe kwa pamoja kuachilia baraka za Mungu kwenye maisha yao. Baba, karibu kabisa, sogea kabisa, kuwa huru kabisa. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya Francis na tunakushukuru kwa ajili ya Joyce. Kama wazazi wao wanavyotamka maneno ya baraka kwao, nami Bwana kama mtumishi wako ninaachilia baraka za madhabahuni. Kila maneno ya laana mliwahi kutamkiwa kwamba hamtaoana, kwamba hamtaishi muda mrefu, kwamba hamtazaa, kwamba hamtakuwa matajiri, kwamba hamtafanikiwa, kwamba hatima zenu zimefungwa, mchana wa leo ninakuja mbele za Bwana nikiwainua kwa sababu mmelitii neno la Bwana na kuja kufanya viapo katika madhabahu. Natamka ile baraka ya madhabahu mliokuwa mnahitaji ikaachiliwe sasa katika maisha yenu. Nakataa kila hali ya utasa, nakataa kila hali ya kutokuzaa kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye uchumi. Natamka katika jina la Yesu, malengo yenu yanaenda kufanikiwa kuanzia leo kwa sababu mnapokea baraka ya madhabahu. Natamka kila zuio la haki ambalo adui alikuwa analitumia kinyume nanyi, nimelifunga katika jina la Yesu. Ninatamka, ninawazaa katika ulimwengu wa roho kuwaingiza katika levo mpya, levo ya kibali, maana apataye mke apata kibali kutoka kwa Bwana. Katika jina la Yesu, pokea kibali, pokea kibali Francis, pokea kibali Joyce, mbele za watu na mbele za Mungu. Katika jina la Yesu, maombi yenu yakapate kibali. Kila maneno ya kinyume mliotamkiwa tunayageuza siku ya leo, tunageuza kuwa baraka. Mtasonga mbele, mtakuwa na maisha marefu. Ninakataa laana, ninakataa mikosi, ninakataa balaa, ninakataa kupoteza viungo, ninakataa ajali, ninakataa vifo vya ajabu ajabu. Katika jina la Yesu, hamtaacha watoto wenu yatima, hautaachwa kuwa mjane au mgane. Katika jina la Yesu, maisha marefu, baraka za kiungu, kufanikiwa, kusonga mbele katika jina la Yesu. Mungu akawaunganishe siku ya leo. Alichokiunganisha Bwana, mwanadamu asikitenganishe. Bwana ukawaunganishe kuanzia sasa, wakawe mwili mmoja katika jina la Mungu Baba, katika jina la Mungu Mwana na katika jina la Roho Mtakatifu. Nami siku ya leo, kulingana na mamlaka ambayo umenipa Bwana kama wakili wako hapa duniani, kuwaunganisha wawili hawa, na maana kwa mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawatamka kwamba hawa ni mume na mke katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Unaweza ukamshangilia Bwana. Simama tu. Simameni mkiwa mmeshikana mikono hivyo hivyo. Tambulishe Joyce pamoja na Francis mbele zenu. Hawa sio wawili tena, wamegeuka kuwa mwili mmoja. Naomba niwatambulishe kwako kama mume na mke. Tafadhali wageukie kanisa waweze kuwaona mchana leo katika jina la Yesu. Wapi kelele za makofi, shangwe, vigelegele? Haleluya! Si mnaweza mkamshangilia Yesu zaidi? Amen. Asante. Ni wasi tafadhali muweze kusogea hapa mbele. Francis, Joyce pamoja na mashahidi wenu waliowasindikiza, niombe tupande madhabahuni kwa ajili ya kusaini vyeti. Haleluya. Mambo haya matatu yatumike katika ndoa yenu. Mambo haya matatu yaweka katika upendo wenu. Mambo haya matatu yatumike katika ndoa yenu. Mambo haya matatu yawe
asante kwa kunichagua niwe wako. Asante, umeacha watu wote kunifuata mimi baby. Asante, asante. Oh, nisamehe nikikukosea, nisamehe, 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 nisamehe baby, nisamehe. Oh, mambo haya matatu yatumike katika ndoa yenu. Mambo haya matatu yatumike katika upendo wenu. Nakupenda, nakupenda penzi wangu, nakupenda, nakupenda. Umeacha wote kunipenda mimi, nakupenda kwa moyo wangu, nakupenda, nakupenda. Leo nimekula kiapo kuacha wote na kukufuata wewe, nakupenda baby. Asante, asante kwa kunikubali mimi niwe wako. Asante. Haleluya, haleluya. Hatua ambayo ilikuwa imebaki ni kuwakabidhi hivi vyeti, na sijataka kuvitenganisha kwa sababu hawa ni mwili mmoja. Amen. Kwa hiyo ndio ushahidi wa kisheria. Hivi havishikilii ndoa, hivi vinasaidia tu kwenye mambo ya kisheria, ila agano ambalo mmefanya mbele za Bwana litadumu. Amen. Hivi vinaweza vikapotea, vinaweza vikaingia maji, vinaweza kufanya chochote, lakini viapo hivi vitadumu katika ulimwengu wa roho. Kwa naomba niwakabidhi vyeti hivi kama ishara ya kwamba mmetimiliza haki yote. Amen. Haleluya. Ngoja wachukue kumbukumbu nzuri tu. Pamoja na maharusi, sadaka ya shukurani. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mchana wa leo. Tunapotoa sadaka na matoleo yetu, pokea sadaka zetu, pokea matoleo yetu Bwana mchana wa leo. Bariki kila mmoja atakayenyoosha mkono kutolea, na maisha yake yasibaki vile yalivyo, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni tafadhali tutoe sadaka. Maharusi karibuni, karibuni sana, pamoja na wale wanaowasindikiza kumtolea Bwana sadaka. Karibu sana. Ndoa ni mpango wake Mungu kwa maisha ya duniani. Ndoa ni mpango wake Mungu kwa maisha ya duniani. Mwanadamu asiwatenganishe, hali ya maisha isiwatenganishe. Pendaneni, baby, nakupenda, nakupenda wewe, nakupenda kwa moyo, kwa moyo wangu, nakupenda. Karibu tu mtolee Bwana na Mungu akubariki. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Nilikuwa natamani tu ndani ya lisaa tu tumemaliza, bakisha kama dakika 3 hivi au dakika 4 ili tuweze kuhitimisha kabisa, tu tumemaliza ibada hii. Amen. Mungu akubariki sana kwa kuweza huduma kuelekea jamii iliyovunjika. Tunawakaribisha katika ibada zetu siku ya Jumapili. Tuna ibada 2. Ya kwanza ni ya Kiingereza, inaanza saa 1:30 mpaka saa 4 kasoro. Alafu tuna ibada ya pili ya Kiswahili ambayo inaanza saa 4
mpaka saa 7:30 mchana. Kukaribishe sana. Kama bado mko karibu, ndugu ambao mmesafiri kuja kwenye harusi, tunawakaribisha katika siku ya Jumapili kuweza kuhudhuria nasi. Lakini labda uko Moshi na hauna mahali ambapo umepata pazuri pa kusali, tunawakaribisha MTBC ututembelee ili tuweze kupata wakati wa pamoja. Amen. Najua tuko kwenye sikukuu, watu kadhaa tumekosa watu kwa sababu watu wapo na familia. Amen. Lakini tunaamini mkija Jumapili mtaona watu wengi sana ambao hamjeza kuwaona siku ya leo. Mungu awabariki sana kwa kuja mahali hapa. Tunawaombea ulinzi, tunawaombea neema na baraka za Mungu mnapoondoka. Bwana akawalinde, Bwana akawatunze na Bwana akawahifadhi. Neema ya Mungu ikawe pamoja na nyinyi. Mmelindwa kwa jina la Yesu Kristo. Muende na amani ya Bwana. Shalom. Shalom. Unaweza kumshangilia Yesu. Wazazi tafadhali tusogea hapa tupate picha na mtoto wetu. Wazazi pande zote tafadhali. Ndio utasoma upande ule, mwingine upande huu. Baba, mama, karibuni hapa juu kwenye ngazi. Amenijibu zaidi ya nilivyomomba. Nilimomba kazi, amenipa na ndoa. Baba sogea huku tafadhali. Nilimuomba watoto, amenipa na logari. Huyu Mungu anazidi kuniongezea mimi baraka. Naomba wasimamizi pia rudi kwenye hii picha. Ananiongezea baraka. Ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu wa baraka. Oh, ananiongezea baraka. Naiona tofauti ya leo na jana. Ananiongezea baraka. Hallelujah. Amen, amen. Tumefikia mwisho kabisa. Mungu awabariki sana. Naomba tafadhali tuinuke kwa pamoja. Wakati maharusi wanatoka tucheze pamoja nao, tushangilie pamoja nao. Mungu awabariki sana. Tunawatakia heri. I'll promise to Allah, we'll love you eternity. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell my love, telling everyone I will marry you. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite.
promises we've made. I'm gonna hold your precious hand. Let your parents tell my love, telling everyone I will marry you. Will you please accept my hand? I'm gonna marry you today. Inshallah, you will let me know my love for you is true. Thank you to our mom and dad. They let our destinies unite. They make it easier for us to fulfill the promises we